Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kuingia katika maombi ya kutamka. Kuna nguvu katika kinywa na neno linalotoka kinywani. Na ndio maana siku zote unatakiwa uwe mwangalifu katika yale unayotamka kwa ajili yako na wengine na yale watu wanayokutamkia. Ni lazima uwe na tabia ya kufuta maneno mabaya uliotamkiwa katika maisha yako na hata uliotamka mwenyewe wakati wa ujinga, maana kuna muda tunakuwa tunaongea vitu, tunatamka vitu bila kujua kwamba madhara yake ni yapi. Neno linasema kwenye Mithali 18:21 kuwa mauti na uzima upo katika uwezo wa ulimi. Hivyo ulimi wako au kinywa chako kina uwezo wa kutamka heri, kina uwezo wa kutamka baraka, kina uwezo wa kufungua milango na ikawa hivyo. Isaya inasema kuwa Mungu anayaumba matunda ya midomo. Ni vizuri mtoto wa Mungu kujifunza kutumia kinywa chako kutamka yale unayotaka kuyaona, yale mema na baraka unayotaka kuyaona katika maisha yako, kwenye familia yako. Epuka kutamka vitu ambavyo Mungu hapendi, vitu ambavyo vitaleta madhara kwako au kwa watu wengine. Baba, katika jina la Yesu, ninajongea mbele zako malango ya masaa haya, sawasawa na neno lako kuwa umenipa mamlaka katika kinywa, kama ulivyoniita kuwa mwanao kwanza na mtumishi wako. Baba, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ninasimama kwa ajili ya watu wako na nafungua kinywa changu kuwatamkia heri. Yesu, Baba, naomba ukageuze kinywa changu kuwa chako. Mtoto wa Mungu, pokea baraka za Bwana na ahadi zake katika maisha yako, kwa vile umemwamini Mungu. Umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. Wewe ni mrithi pamoja na Kristo. Wewe umeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Umebarikiwa mjini na umebarikiwa na mashambani pia. Uzao wa tumbo lako umebarikiwa. Uzao wa wanyama wako wa mifugo umebarikiwa. Kapu lako na chombo chako cha kukandia unga vimebarikiwa. Umebarikiwa uingiapo, umebarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Mambo yote utakayotia mkono wako, Bwana atabariki. Bwana atabariki kazi za mikono yako. Bwana atakubariki katika nchi akupayo. Bwana atakufanya uwe taifa takatifu. Kwako kutatoka taifa takatifu. Bwana atakufanya uwe na wingi wa siku na uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. Haleluya. Utakuwa juu tu wala hui chini daima. Kazi ya mikono yako imebarikiwa. Kila kazi unayoifanya ya mikono yako imebarikiwa, itakupa matunda. Hautakopa wewe, bali utakopesha mataifa. Haleluya. Kwa sababu Bwana ni mchungaji wako, hautapungukiwa na kitu chochote kilicho chema, maana Bwana atakupa yote unayohitaji. Bwana atakulinda na mabaya yote yainukayo juu yako, mabaya aina yote ile, mabaya maneno ya matendo, mabaya katika ulimwengu wa roho na mwili, mabaya katika huduma yako, mabaya katika afya na familia yako, mabaya yote hayatakupata, maana Bwana atakulinda na mabaya yote. Mabaya hayatakupata wewe wala familia yako, wala tauni haitakaribia hema yako milele. Haleluya. Kila ulimi uinukao juu yako katika hukumu, ulimi huo umehukumiwa kuwa mkosa tangu leo hii.
Haleluya. Hakuna silaha itakayofanyika juu yako itakayofanikiwa. Hakuna silaha itakayofanyika juu ya familia yako, juu ya kazi zako, juu ya afya yako na chochote kile ambacho ni chako itakayofanikiwa. Hakuna silaha itakayofanyika juu ya chochote kilicho chako itakayofanikiwa. Wewe umebarikiwa. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Giza halitakushinda. Hivyo inuka uangaze, inuka uangaze, inuka uangaze, inuka uangaze. Haleluya. Bwana atapigana na wanaopigana nawe na kuteta na wanaoteta nawe. Amani haitaondoka kwako, wala kwenye familia yako, wala kwenye chochote unachokifanya. Amani haitaondoka kwako. Rehema za Bwana zitakuzunguka kila upande na kila siku. Hutakosa kumjua Bwana Mungu wako. Familia yako haitakosa kumjua Bwana Mungu. Bwana Mungu atakuwa dhahiri kwako. Bwana Mungu hatakuwa hadithi kwako. Bwana Mungu hatakuwa ambaye unamsoma tu kwenye Biblia. Bwana Mungu atakuwa dhahiri kwako katika kila eneo la maisha yako. Wokovu utafika kwenye familia yako na watu wa kwenu. Wokovu utafika kwenye familia yako na watu wa kwenu. Utaishi kusimulia matendo makuu ya Mungu, na utakuwa na wingi wa siku, na utawaona wana wa wanao, maana wewe umebarikiwa. Wewe utatimiza kusudi lako katika Bwana. Lile kusudi ambalo Bwana amekuleta duniani ulifanye, utalitimiza. Ukimwita Bwana utamuona akikuitikia na kukujibu. Ukimwita Bwana utaona majibu. Ukimwita Bwana, Bwana atakuonekania. Damu ya Yesu itakustahilisha katika kila hali kwenye maisha haya, maana damu ilimwagika kwa ajili yako. Damu ya Yesu itafanya kazi katika maisha yako. Wewe umebarikiwa. Wewe ni baraka. Wewe umebarikiwa. Wewe ni baraka. Basi Bwana Mungu akubariki na kukulinda daima. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake siku zote za maisha yako na kukupa amani. Haleluya. Wewe umebarikiwa. Ukumbuke kwamba Mungu anakupenda. Umebarikiwa na amekuwekea kila kitu unachohitaji kwa ajili ya maisha haya. Haleluya. Amen.